tukio la Dr. John Pombe Magufuli kufariki. Lile tukio lilikuwa ni tukio zito. Lilikuwa ni kilio cha Watanzania. Yalikuwa ni mapinduzi kati ya watu wenye haki na watu ambao na mabepari. Kati ya watu wenye haki na watu wa binafsi. Hiyo tarehe 17 mwezi Machi yalikuwa ni mapinduzi ya watu wote wapenda haki, wapenda maendeleo na wapenda umoja. Yalikuwa ni mapinduzi makubwa sana ya kuhakikisha kwamba rasilimali za nchi zinakuwa chini ya kundi dogo la watu katika nchi hii. Na nitaanza kuwapa ndondoo kidogo mtaelewa sasa kwamba hichi ninachokizungumza kina mantiki au hakina mantiki. Mtakumbuka tarehe 28 mwezi wa 9 mwaka 2021 naibu waziri aliyekuwa naibu waziri mambo ya uwekezaji katika ofisi ya waziri mkuu William Ole Nasha alifariki dunia pale Dodoma kwa mazingira tatanishi. Ya ghafla tu akafariki. Lakini ajenda yake ilikuwa ni kwamba walikuwa wanatengeneza mazingira ya kuja kutokea, mtakuja kuona huko mbeleni, Maasai waliondolewa katika maeneo yao wakapelekwa Msomera. Lengo lake huyu bwana alikuwa amezuia, amekataa kucompromise haya mambo. Lakini fikiria tarehe 6 mwezi wa kwanza 2021 tunamuona Job Yustino Ndugai alikuwa spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anaundiwa zengwe, hatimaye anaandika barua ya kujihuzuru. Lakini chanzo cha kujihuzuru kwake nini? Alikosoa serikali iliyoingia sasa madarakani, iliyokuweko madarakani, kwa maana kwamba tunakopa sana, tumekopa mno, mwisho wa siku nchi hii itapigwa mnada. Hatimaye yeye akaondolewa kwenye kiti, akaletwa mtu mwingine. Sasa nini kilitokea sasa? Tarehe 4 mwezi wa 7 2022 yule mkurugenzi wa TPA Eric Hamisi akaondolewa kwenye wadhifa wake. Mnakumbuka ile siku akaondolewa kwenye wadhifa wake. Lakini baadaye tarehe 20 mwezi wa 7 huo mwezi wa 7 na ni IGP Siro naye akaondolewa kwenye wadhifa wa IGP akapelekwa ubalozi. Mtaelewa tu hiyo connection ya kwa nini ninachozungumza kwamba hii ni vita ya kirasilimali, ni vita ya kiuchumi kati ya watu wazalendo na watu ambao ni mabepari. Lakini tarehe 3 mwezi wa kwanza 2023, umeelewa vizuri, miaka mitano hii, kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa Hussein Katanga, alikuwa katibu mkuu kiongozi. Pamoja siku hiyo ilikuwa ni pamoja na mkurugenzi wa usalama wa taifa, waliondolewa kwenye nafasi zao ghafla basipokuwa na sababu zozote za msingi tulizoelezwa sisi, lakini waliondolewa. Lakini ukianza track back unaweza ukajua kwamba waliondolewa aidha kwa sababu ya maandalizi ya mkataba wa bandari wa kuuza bandari zetu, kwa sababu tarehe 10 mwezi wa 6 2023 mkataba wa bandari ulipelekwa wa DP World, ulipelekwa bungeni, ukapelekwa ukatebo bungeni saa 8 kamili, watu bunge limeshaidhinisha. Saa 8 kamili bunge limeshaidhinisha. Na hata wale wabunge waliojaribu kuomba kuchangia mswada ule uliopelekwa, ile hoja ya serikali iliyopelekwa kulingana na bunge lile, kwa sababu ilikuwa ni jambo zito sana la kuweka rahani na kuuza bandari zetu kwa watu. Umenielewa vizuri? Lakini ikawa imeshindikana, kwa maana kwamba hawakupata nafasi yoyote. Waliopewa nafasi, kwa sababu si jambo la kawaida issue kama kubwa ya bandari, kuuza bandari, unapeleka bungeni saa 3, inamaliza kusoma, mnapewa na majina, watu wa bunge waanza kujadili. Wamepata wapi muda wa kuisoma na kuielewa? Maana yake hakuna kitu walichokiamua wabunge. Maana yake wabunge walioamua kitu hewa ambacho walikuwa hawakijui. Hata wao walikuja kukiri baadaye. Umenielewa vizuri? Kumbuka bandari ya Dar es Salaam tumewekeza zaidi ya trilioni 50. Tumewekeza zaidi ya trilioni 50 pale bandari ya Dar es Salaam. Kwa sababu na ukumbuke kipindi hicho ambacho DP World anapewa, tulikuwa tumeweka upanuzi wa bandari pale. Tumeweka upanuzi wa bandari takriban, tulikopa bilioni 400 dola za Kimarekani, ambazo ni sawa na 2 trilioni 1 na kitu. Zile zilitumika kwa ajili ya kupanua ile bandari ya Dar es Salaam
eneo lile la kuhifadhia tulipanua kuanzia gati namba 1 mpaka gati namba 7. Ile eneo lilikuwa limepanuliwa kwa kutumia pesa zetu za wananchi maskini. Tulikuwa tumenunua skana zaidi ya 12 mpya pale katika swala zima la maboresho. Na maboresho yale tukaboresha kutoka kina 6.7 nadhani mpaka kina 14.5 mpaka 15 kina ile depth ya kina cha bandari, kuruhusu hata meli kubwa kutia nanga. Na tukatengeneza pale eneo la kuhifadhia magari ambalo lenye square mita 72,000 kwa kutumia hiyo ya mradi ambao kulikuwa chini ya mradi wa DMGP. Umeelewa vizuri? Tukatengeneza lile square 72,000 lenye kuhifadhi magari zaidi ya 6,000 tukaweka pale. Lakini anakuja DP World, yeye anakuja anatuambia anaofa shilingi $200 za Marekani milioni 200 na ngapi? 250. Sisi kumbuka tumeweka bilioni 400, yeye anakuja kuweka dola bilioni 250. Hii ni dharau kubwa. Tena hiyo ataweka hizo fedha kwa miaka 5. Yeye ataanza anapewa ile bandari, halafu anaambiwa kwamba atakuwa anatoa katika uwezeshaji kuwekeza pale bandarini, atawekeza bilioni $500 za Kimarekani kwa miaka 5. Sisi kumbuka tumetumia zaidi ya trilioni 10, karibia trilioni 1 katika hicho kipindi tu cha miaka 3. Lakini ukiangalia thamani ya bandari yetu ina zaidi ya trilioni 50 na kitu, karibia trilioni 55. Lakini anakuja mtu mwekezaji anaitwa DP World anapewa bandari yetu. Hii yalikuwa ni ndo one reflection ya kipindi cha kuondolewa Job Ndugai kwenye uongozi, kuondolewa mkurugenzi wa bandari, kuuawa kwa John Pombe Magufuli. Kwa sababu kuuawa, tulipewa taarifa kwamba Polepole alituambia kwamba Magufuli aliuawa. Kwa maana waliuawa ili kusudi watu wauze rasilimali za nchi. Haya ndio mambo ambayo yalitokea katika kipindi hiki cha miaka 5. Tulijenga pale Kwala pale zaidi ya bilioni 83 zilitumika kwa ajili ya kujenga ile bandari ya kavu ya Kwala katika huu mradi ule wa DMGP. Lakini tarehe 31 mwezi wa 6 2024 Wamasai wakaanza kuondolewa. Tunaona sasa Wamasai, kumbuka Ole Nasha ameuawa kule, amekufa kipindi kile. Halafu baadaye muda fulani Wamasai tarehe 31 mwezi wa 6 wanaanza kuondolewa. Eviction kubwa sana ya Wamasai wanapelekwa kule Msomera. Na serikali inatenga pesa sasa. Inatenga pesa zaidi ya shilingi bilioni 500 kwa ajili ya kuwahamisha hawa watu. Na sijui hela hizi bilioni 500 walizitoa katika fungu gani, kwa sababu hakuna bunge lililoidhinisha hizi fedha kwa ajili ya kufanyaje? Kwa ajili ya hiyo operation ya Wamasai kuwahamisha kutoka Ngorongoro kuwapeleka Msomera. Haya ndio matukio yalitokea katika ndani ya miaka 5. Lakini Wamasai wale kipindi kile operation inatokea, Wamasai yani attempt za kukata walikatiwa mawasiliano. Huduma zote za kimawasiliano zilikatika, huduma zote za kijamii zilikatika. Maji walikuwa hawapati, chakula walikuwa hawapati, shule zilifungwa na makazi yakaanza kubomolewa. Kwa lugha nyingine, kuna watu wengi walikufa katika hicho kipindi wanapambania haki zao. Na wanakufa katika hicho kipindi, wakoswa chakula, walikoswa huduma za kiafya za maji hamna, afya hamna, na matibabu hamna. Maana yake hata chakula kilikuwepo hamna. Maana yake waliambiwa hawa wananchi wafe. Sasa ndio urujue kwamba serikali hii iko kwa ajili ya watu au iko kwa ajili ya vitu. Hiyo tarehe ngapi? Tarehe 31. Yeah, asante sana. Kama ulivyomsikiza David akisema tu yale ambayo anasema ilichosababisha John Pombe Magufuli akafariki ama akauliwa, ni baadhi tu ya mambo ambayo yameweza kuzingatiwa sasa hivi, ambapo ameweza kutoa ukweli ama undani wa kilichosababisha John Pombe Magufuli kuuawa. Ameweza kuzungumza mambo mengi ambayo umeweza kuyasikia kwenye hiyo video ama hiyo clip ambayo umetoka kuyatazama sasa hivi. Ameweza kuzungumzia kiini haswa kilichosababisha John Pombe Magufuli
kuuawa. Sijui una maoni gani kuhusiana alichosema David? Kama uko na maoni niachie hapo kwenye comment section. Kama hujasubscribe na kuomba uweze kusubscribe, finya notification bell ndio wakati wote tunapata habari kama hizi unakuwa wa kwanza kuipata. Hadi wakati mwingine, na kutakia mchana mwema. Asante sana kwa wakati wako na ukue na mchana mwema. Asante sana.